Bwana, mambo vipi? Mimi bwana niko mitaa ya Boko na nyuma yangu hapo kuna kituo cha afya, yani hospitali. Kuna mwanamke mmoja ambaye amekuja hapo kucheki afya yake kwa mara ya pili, kwa sababu mara ya kwanza alicheki afya yake na aligundua kuwa ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sasa akawa amenitafuta kwa sababu yeye anachoamini kuwa virusi hivi amempa mwanaume wake ambaye anaishi naye, ni mumewe ambaye wana mtoto mmoja ambaye ni mtoto mkubwa tu. Kwa hiyo hapa cha kwanza mimi nimeona, kwa sababu tumeongea mambo mengi na yule binti, nikaona ngoja kwanza kabla tujaenda kuongea na huyo bro, kwa sababu zinazoendelea ni kwamba binti anaamini kuwa mwanaume wake anamchiti sana. Yaani unajua anampiga matukio, anasema anaenda kuangalia mpira, anachelewa kurudi nyumbani, anafanya mapenzi na watu wengine. Kwa hiyo hapa mimi nilichomwambia ni kwamba aje tena kupima mara ya pili, kwa sababu mara ya kwanza alipimwa na aliambiwa kuwa ni kweli damu yake tayari ina maambukizi. Wakamwambia aje tena baada ya miezi mitatu aje ili mradi aangalie afya yake itakuwaje. Kwa hiyo amekuja, yuko hapo na sisi hapa tunamsubiria tupate majibu yetu ya leo. Majibu tutakayoyapata basi wewe pia utajifunza kitu, najua, si ndio? Na kama kweli akiwa salama tutampa ushauri, kama kweli akiwa ameathirika kama anavyodhania tutaenda kwa mwanaume wake pia tuone kama tunaweza tukazungumza ili mradi hii tabia iwe fundisho au iwe komesho, kwa sababu kama unavyojua ndugu yangu, mtu ukiwa umeathirika alafu ukiwa unakutana na watu wengi, ndivyo unavyoongeza idadi ya watu wengi sana ambao wanaathirika. Watu wengi wanakuwa wanaathirika damu zao. Unajua sasa inakuwa sio vizuri. So tutaenda kumpa elimu bro, alafu tuone kama atatuelewa. Lakini mimi naomba nikwambie kitu kimoja, Barcelona hoteli ambao wapo ndani ya Goba sasa hivi wana hoteli hizo mbili. Yaani issue ni kwamba unajua nini? Mimi nimekwambia tumpigie simu aje huku, nasema akija huko anaweza kutupia. Tumfuate huko mshenzi yule mwambukizaji. Anakuja kwa hoja fanya nini? Mwenda simu wewe. Sasa unajua tunaweza tukaenda kwenye kazi zake, lakini kazi zake nini? Mimi si ndo mke wake. Mimi si ndo nimepewa. Una hakika yeye anao? Atakuwa nao mshenzi, maana ndio maana anakuwa anatoka makurutu anajikuna ananiambia tena na allergy gani ambayo ana wewe. Allergy gani akujikuna maupele ovyo. Okay, wewe kama okay, mimi ngoja basi nikuulize maswali kazi hapa. Ameshatoka yule kule. Twende. Sasa make sure unajificha ndugu yangu. Kama gani? Yule kule. Twende tukapande kule. Pita huko. Sema mama. Bana kiasi hicho, umesikia? Sawa. Tia, hata kama unataka hapo natumia dawa maisha hayaendi. Hivyo na siko kwa sika nini? Unaweza kuona ukimwi mtu kwa moja. Of course, yani ni story ndefu kwa sababu leo kuja tena mara pili check yake. Mwanzo alikuja mgogoro mkubwa kati yake na mwanaume wake. Kwa hiyo leo anachukua hasira kwenda kutafuta dawa. Mimi ni mtu wake. Mtu wangu hivi nipambane kwa ajili ya mtoto. Wasiwe na mawazo. Yaani dawa nenda kwa kama chukua asilimia 100, asilimia 80 watu tunameza dawa tunaishi. Wewe unajua kichako kama hivyo, mtu unaona kichako maji yako chicha box
Uko ukimwi na una kasa bora. Hapa ndo maana nataka tukapande ile bajaji pale, tutoke ile eneo tukutane. Sawa. Wananichanganya tu kichwa. Umetaka kucheza. Wewe usongee. Jamani nakwambia usongee kwa nguvu. Watu wanasikia. Wewe kuji. Hapa inabidi tupate sehemu nzuri. Sehemu nzuri ili tuweze ku Kinywele naye sio kwa wapi. Basi okay, twende basi, ngoja twende wewe tusikae ile eneo la hospitalini. Twende, atatukuta mbele. Mwambie bajaji aje. Wewe uko wapi baba? Twende basi. Twende. Oya. Twende huku mwanangu, twende tukapande kwanza tuondoke. Twende. Uswaza. Sio na mwanzo. Ingia kwenye bajaji. Tuondoke mwanangu, tutoke ile eneo haka sana. Yeah. Naweza kuvumilia. Yaani issue ni kwamba unajua nini? Mimi nimekwambia tumpigie simu aje huku, nasema akija huko anaweza kutupiga. kutupiga. Huko mshenzi yule mwambukizaji anakuja kwa hoja fanya nini? Mwenda simu. Sasa unajua tunaweza tukaenda kwenye kazi zake lakini kazi zake nini? Mimi si ndo mke wake. Mimi si ndo nimepewa. Wewe una hakika yeye anao? Atakuwa nao mshenzi maana ndio maana anakuwa anatoka makurutu anajikuna ananiambia tena na allergy gani ambayo ana wewe. Allergy gani ya kujikuna kuna maupele ovyo. Okay, wewe kama okay, mimi ngoja basi nikuulize maswali kadhaa hapa. Ngoja nimuite Miki. Miki, njoo Miki. Miki njoo mwanangu, tuchukue tu vizuri hapa kwa sababu dada mwenyewe alikubali kwa ushahidi wake. Sasa majibu yametoka sio mazuri. Tena majibu yenyewe haya ya kishenzi kabisa haya. Ya kishenzi. Nimechoka mimi jamani. Ukiwa hujaolewa mtihani, ukiolewa mtihani ama kupata maambukizi ndani ya ndoa jamani. Asibora angekuwa malaya tunadanga jamani. Mimi nimechoka, natamani hata kulia mtoto wa marehemu. Sina tamama kwenda kumshtakia matatizo yangu. Okay, sawa. Pole kuhusu hilo. Wewe unavyoona kwani uliona dalili gani za mwanaume wako kuwa ni malaya mpaka ikafikia hiyo stage? Nishafumania message nyingi. Anaingia kwenye mitandao ya kijamii anachati na wanawake. Yaani kasikia siku kutongoza yeye kutuma makopa anapenda kama nini mbwa yule. Ushawahi labda kukaa naye chini kumwambia kuhusu mambo? Nishakuongea naye, nashangaa anasingizia anaenda kuangalia mpira kumbe anafanya malaya yake. Nimechoka mimi, wanaume wote mbwa. Sasa umesikia? Ulisema kuwa miezi mitatu iliyopita uliweza kuja kupima. Ndio. Na ukaambiwa kuwa umeambukizwa, si ndio? Ndio. Ila ukakwambia uje tena mara ya pili. Ndio, nimerudi na nimepima tena bado tena nimeathirika vile vile. Majibu hayajabadilika ni vile vile. Sasa vipi kuhusu labda dawa? Dawa za nibula tu nife. Mimi ninywe dawa za nini mimi? Ndugu yangu, dawa ni muhimu kuliko siwezi kunywa dawa mimi. Wakati huo ndio uhai wako wa pili. Siwezi kunywa dawa, acha nife. Dada yangu, yani katika kitu ambacho utakosea katika haya maisha. Subiri nikwambie kitu kimoja. Unapoona mwiba unakutekenya na kukuumiza katika mguu wako, sharti ni kuutoa. Dawa zinakuangua kama nini? Nasikia zinakuangua zile ukimwi. Ni nani yule? Wewe ni nani yule? Wewe ni nani yule msikia? Kula kwenye mwanamume mpaka achomelea afanye kazi zake ngumu ndio tupate kula. Sasa tunakula saa 9 cha mchana na kula saa 9. Okay, wewe. Sasa ngine tunafuturu ndio saa 12 ndio imeisha mpaka kesho. Sasa wewe mimi nitaziweza wapi mimi? Wewe unafikiri nani ambaye ushakumsikia mtu amekufa kisa anatumia dawa za maambukizi? Nini hizo? Hayo madawa. Kuna mtu yote umemsikia amefariki labda amekufa? Si hapana. Sasa unachoogopa ni nini? Yaani wewe lazima, yaani kuanzia leo mimi ni mshauri. Mimi mshauri wako. Jamani ngoja niwaambie. Tulikutana na huyu dada TikTok live, alichukua namba yangu na akanielezea changamoto na alikuwa ameniambia muda mrefu kabla hajaja kupima hata hiyo mara ya kwanza. Ila mara ya kwanza alivyopima
tukawasiliana na nikaendelea kuongea naye mambo mengi. Kwa hiyo leo hii tumekutana ili mradi tuweze kulizungumza, kuliweka sawa ili sawa. Kwa hiyo kitu kimoja ninachokushauri, kama mimi unaniamini na unaamini kwa naweza kutatua au yani sijui nikwambieje. Bwana, unaniambia mimi siwezi kuelewa mpaka nikakutana nao mwanaume nimuulize maswali, kwa nini ameniambukiza ukimwi? Na kwa nini alikuwa anajua nao na hajaniambia kama anao, kwamba nijikinge vipi? Basi tumpigie simu. Simchawi huyo mwanaume huyo. Simuaji huyo. Tumpigie simu aje. Hatuwezi tukamwambia. Oh my God. Nataka nimpate kule kama alivyonipa, kwani mimi alivyonipa alinipigia simu. Kwani alikupea kazini kwake? Unajua hili swala unajua sio dogo, dada yangu. Hili swala sio dogo. Hivi kaka, ungekuwa umepata ungesema hivyo wewe. Wewe una nguvu sana za kuongea vitu ambavyo hata vieleweki. Tunaenda basi mamangu, samahani. Hivi unaona maana kuumizwa? Okay, unajua mimi na mtoto. Unajua akili yangu imeathirika kiasi gani? Mwanangu ataelewa na nani? Mimi unafikiri hilo jambo? Mimi siongea hivi kuwatetea wanaume, ila nimejaribu tu kuzungumzia kitu kimoja kinachoitwa amani. Wewe ukajua huko mtu amani gani? Angetaka amani yeye asingeniambukiza. Kwani kaniambukiza? Wewe unajua kama anao? Wewe kaka usitake nikalia nikafua makaburi ya kwetu mbali, Mbeya mbali kaka. Basi samahani. Usitake nikalia ngakumbuka ndugu zangu mimi walokufa. Sina mama mwenzio mimi. Na? Sina mama mimi kwenda kumaliza tatizo langu. Niache mimi. Samahani. Afu kama unataka kunichimba chimba. No. Sio mimi ndugu yangu. Au mimi nimeenda dangu kushauri kutumia dawa. Kufuata yeye kuomba ushauri uje unifanyie mambo ajabu kama hivi. Mimi tena nimekosea. Unajua niambia mimi nitumie dawa mimi za nini? Okay, nimekuelewa. Kama nimepata ukimwi nimeshajihesabia ni wakufa ni wakufa. Nimekuelewa. Sawa, niache nikae. Najua kwa nini upo katika hiyo mood. Najua. Upo katika hiyo mood kwa sababu panic. Wewe tulia. Tunaenda kwa wewe mshikaji, lakini make sure utoke kwenye bajaji. Sawa? Nakuomba. Wewe unaita masiala wewe. Mimi nisitoke kwenye bajaji. Mimi ndo namtoa pale. Unaenda kuongea na nini? Namtoa pale na unampeleka wapi? Kama alivyonidhalilisha mimi na mimi ndo nitamdhalilisha hivyo hivyo. Haya. Tuondoke. Tunapajua kazini bwana. Wewe bajaji naona kuna nini? Ingekupata wewe ungesema. Tunapajua kazini bwana. Wewe bajaji naona kuna nini? Ingekupata wewe ungesema. Samehe basi.
Ndugu yangu, naomba nikwambie kitu kimoja, usitoke kwanza. Hii story ambayo nimeiposti ni nzito na pia inaweza ikakuchanganya hata wewe akili. Sasa kitu kimoja tu ambacho nakuomba ndugu yangu, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unaligusa hilo neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi vipande vingine ambavyo nitakuwa na viposti wewe uwe wa kwanza kuvipata kabla ya watu wengine. Gusa hilo neno lililoandikwa subscribe hapo kwa chini, hapo jeupe. Hapo chini, jeupe hilo gusa. Ewa. Safi kabisa. Hapo umetisha. Tuendelee na story. Jamani. Huyo mwisho anaanza. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Sabi. Wewe mzee, unakuaje? Sabi. Brother. Odi jamani. Salama hapa. Salama mzee wangu, salama. Mungu ni mwema. Kwa hadi wakuu. Sabri. Brother Sabri ndio yupi? Brother Sabri. Okay, sawa. Sasa sorry brother, sijui kuna kitu kimoja tunaweza tukazungumza hapa. Ila tutoke tu anyway. One time. Huko Zangu. Kwema lakini. Salama bwana, pole na harakati. Karibu. Ndugu yangu, naomba nikwambie kitu kimoja, usitoke kwanza. Hii story ambayo nimeiposti ni nzito na pia inaweza ikakuchanganya hata wewe akili. Sasa kitu kimoja tu ambacho nakuomba ndugu yangu, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unaligusa hilo neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi vipande vingine ambavyo nitakuwa na viposti wewe uwe wa kwanza kuvipata kabla ya watu wengine. Gusa hilo neno lililoandikwa subscribe hapo kwa chini, hapo jeupe. Hapo chini, jeupe hilo. Gusa. Ewa. Safi kabisa. Hapo umetisha. Tuendelee na story. Msabaga bwana, kuna kipengele fulani hapa kimetokea. Hapo hicho kipengele ni muhimu sana ambacho tunahitaji kuzungumza. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa brother, ili nikushirikishe huko. Tukae sehemu tuzungumze. Kwa sababu sio kitu kizuri. Na pia mimi naomba nijitambulishe kwa samani kwa utafanya babish. Mimi naitwa Mansuri au Mr. Fine, ni motivation speaker kutoka hapa Tanzania, na pia waga ni mshauri kuhusu jamii, maisha kwa jamii pamoja na mahusiano. Kuna wewe mshenzi, kwani una aibu? Aibu ya nini? Unafanya mambo ya ajabu. Kwani unakuwa malaya mbwa wewe? Kwani hauridhiki na ninachokupa? Mbona kama mke wangu unanikosea adabu? Na kukosea adabu gani? Malaya mkubwa wewe. Umeona haitoshi, umetafuta kwa nje ya kuyapata ukaniletea. Mwanzo uniletea gono nikavumilia. Sasa hivi tena umeniletea ukimwi. Unaona ishi nao vipi? Nisaidie na kunywaje dawa? Naishije mimi na ukimwi? Na kudhalilisha nini malaya mbwa wewe? Angalia majibu uliyopata hospitali. Wewe mshenzi nini? Na kudhalilisha nini wewe? Na kukosea nini? Wewe ni malaya. Wewe umenipa mimi ukimwi. Jamani, mtaa mzima njooni. Mwanamume wangu malaya na ukimwi kanipa. Na ameathirika. Watembee na wewe tena. Jamani, tukienda dukani mara mtoto sio mama Adija, eti toto. Chukua pipi, kumbe demu wako alikuwa. Kumbe unapenda mademu Sasa hivi wajue wote mtaa mzima umeathirika, malaya wewe. Unataka kusema gani? Tunaomba basi tukae pembeni tu. Pembeni wapi? Alivanipa ukimwi kwa tegemea. Sister yangu, hii ni sehemu ya kazi. Wewe ni malaya. Wanaume ni mamini kweli wamfadhiliki. Huna fadhila wewe. Wewe huna fadhila. Pembeni wapi? Nataka watu wote wajae wajue kama wewe ni malaya tena una ukimwi. Basi hapo. Umeona kukaa nao hautoshi kama kulipa mimi. Twende wapi? Twende hata basi pale. Kwenye bajaji tulikuja nayo twende. Usizungumzie. Na kwa adabu gani malaya wewe? Kana funga mdomo wako songee. Malaya tu.
Kila nani ndio kuchovya, kila chupa ndio kuchovya wewe. Hiyo ndio faida. Nani aliyajua? Mamangu aliniambia sio mwanaume huyo, nikangangania mimi. Tusimamie wapi? Twende huko, njoo tusimamie huko. Basi tuongelee huko, tusikae hapo kwa wapi. Mimi sitaki huko. Matilia kuna nani ndio wanampata chakula anapeana huko mbele ndio kunafaa. Sio huko matangazo, kama matangazo ya vifo fulani kifariki leo na mimba, una mimba si una. Njoo basi tuzungumze. Kwenda huko tuzungumze nini? Kitu gani kuzungumza mimi na wewe? Nini tutaongea mimi na tuelewane? Ulivyoniua? Ulivyonimaliza? Njoo, mbona una pressure? Umeniua wewe baba wewe. Twende huko basi. Twende huko basi. Twende basi tukazungumze kule. Hapa jua. Njoo. Tuzungumze. Bana hata na mimi nishike. Unataka unataka kuniongezea tu vitu vyako. Bana wewe kama unataka kuni mambo hayo mimi mambo ya kuzungumza twende kule mbele. Mimi sitaki. Sasa kule kuna watu kule barabara. Ndio nataka uko mbele watu wajue kama yeye ni Mwafrika. Muangalie kama mtu limejaza kifua hivi kama jitu. Sasa basi sikia basi okay. Twendeni basi nyumbani tukazungumze. Twendeni nyumbani. Nataka kule mbele. Majirani! Hapana mke wangu. Mke wangu unanikosea. Unanikosea mke wangu. Tuzungumze nini? Unataka kuzungumza na mimi? Mke wangu unafunga Ramadhani, unafunga Ramadhani Basi twendeni tukasimame kule mbele kabisa sehemu ambayo hakuna watu. Twende kule mbele. Na unijui kumbe. Nilikuwa nakuvumiliaga sana wewe baba mshenzi wa tabia wewe. Majirani! Twende kule. Twende. Mume wangu kaathirika. Wewe. Wajue wote kama tumeungua. Twende basi huko. Sio unaona hapa chips huko mtaani. Sio unajifanya wewe mzee kuchomelea vizuri, si ndio? Zile chips zile. Ule ugonjwa ule tuliopata ule. Jamani tumeelewana ukimwi. Kama kuna mtu atakuwa cha mume wangu na yeye anao. Sikiliza basi nikwambie kitu kimoja. Nisikiza nini? Angalia watu wanavyotuangalia. Waangalie tena majirani uliponipa ukimwi wako. Kwa hiyo mnataka tuzungumzie hapa yote. Sasa jamaa, sasa hapa sister, hapa tutasuluhisha kweli? Sio sehemu sahihi. Malaya wewe. Uliponipa ukimwi wako. Nakwambiaje tena naomba Mungu kienda hospitali udungwe ile sindano la ng'ombe lile. Kwa sababu sindano umenipa mimi na maana wewe una viki kuliko mimi. Ukadungwa sindano la ng'ombe lile. Nakuvumiliaga tu wewe. Navumilia matatizo yako mengi. Afu mwenye unajua mimi nilikuwa kama msela zamani mimi. Unajua nitakuchencheni nilikuwa kama msela zamani mimi wewe. Basi hakuna cha pembeni hapa tumwage majirani tumeathirika. Sasa okay, brother okay, sorry. Mimi ngoja nikwambie kitu ambacho kimenileta. Miezi mitatu iliyopita sister alinipigia simu. Na aliniambia kuwa mwanaume wake amekuwa na mambo fulani ya ajabu sana anayofanya siku hizi. Kwa sababu gani? Ni kwamba unachelewa kurudi nyumbani, unaenda kwenye mambo. Anajifanya kuangalia mpira huyo. Hana cha mpira, hana cha nini? Taratibu basi. Sasa unarudi nyumbani eti mpira ile baba yako au mjomba wako. Mpira familia yako inashika mpira. Wewe. Ukumbuke mimi nitakung'oa jina mimi. Basi hapa na tumezaa mtoto nakubali, lakini wewe ni mshenzi. Tusimame hapa. Tusimame hapa barabarani sasa. Njoni. Njoo basi, njoni tuzungumzie. Ana shida mke wangu, nimepata shilingi 10,000, nimempa fani bukujira kanunua chips kubwa madem zako. Majirani sisi tumeathirika. Okay, njoo basi tuzungumzie. Njoo. Tufanyaje? Tufanyaje? Kwani sasa unasikia sasa? Majirani hali mbaya huku tunatumia dawa sasa. Unajua kuna watu wanatuangalia sister. Mimi kama mumeo uliponipa ukimwi. Unafikiri kunywa dawa mchezo? Unafikiri kunywa dawa mchezo? Brother, okay. Kunywa dawa mchezo midogo kwa minene kama midole gumba. Unafanya masiala ndio kunimaliza wewe. Unajua kama umeathirika umenifanyia ukimwi. Umenipa ukimwi wewe ni malaya. Sikiza bro. Dada, mimi sikujua kama hichi. Kwanza sorry. Hichi kitu mimi sikujua kama kinaweza kutokea. Samahani. Sikiza, naomba unisikilize kwanza bro. Huyu anachosema una anachofanya si sahihi. Kwanza ananikosea adabu kama mimi mumeo. Si unanielewa? Na anachofanya si sahihi. Naona labda nataka turudishe picha nyuma. Picha gani ya kurudisha nyuma? Nisikilize basi. Una picha kurudisha nyuma wewe? Malalo shindikana wewe. Nisikilize basi kama mimi Ongea. Unajua kuna watu wanatuangalia sister. Mimi kama mumeo uliponipa ukimwi. Unafikiri kunywa dawa mchezo? Unafikiri kunywa dawa mchezo? Brother, okay. Kunywa dawa mchezo midogo kwa minene kama midole gumba. Unafanya masiala ndio kunimaliza wewe. Unajua
kama umeathirika wewe umenifanyia ukimwi. Umenipa ukimwi wewe ni malaya. Msikize bro. Dada, mimi sikujua kama hichi. Kwanza sorry. Hichi kitu mimi sikujua kama kinaweza kutokea. Samahani. Nisikilize, naomba unisikilize kwanza bro. Huyu anachosema huyu na anachofanya si sahihi. Kwanza ananikosea adabu kama mimi mumeo, si unanielewa? Na anachofanya si sahihi. Naona labda nataka turudishe picha nyuma. Picha gani kurudisha nyuma? Nisikilize basi. Una picha kurudisha nyuma wewe? Malalo shindikana wewe. Nisikilize basi kama mimi ninachofanya si sahihi. Ongea haraka. Ushanimaliza, ushaniua. Kumbuke mimi tumezaa. Mungu baba, nasikia pressure. Unanielewa? Sister. Hebu simama vizuri. Basi kama uwezi njoo kae. Kaa. Jamani. Kaa. Nasikia pressure jamani. Jamani ameniua mwenzenu. Okay, basi tuzungumze basi Aisha. Haya basi tunazungumza hapa kila mtu. Afu wewe mumeo unajua anakupenda sana sister. Unajua mumeo anakupenda sana. Sidhani kama unajifahamu. Ndio. Umeniua wewe. Unajua mimi yatima wewe. Unajua mimi ndio mimi wewe. Sasa unajua nini? Mimi ndio maana nilikwambia tangu kule. Sikia sister. Mimi nilikwambia tangu kule tukae sehemu nyingine tuzungumze. Tutoke hapa. Umeona? Wewe umengangania anasema kwa kuja. Dada, naomba basi hata miezi mitatu iliyopita naliambia kuwa maneno hata haipo sana, lakini anahisi kuna zote za kupata matatizo ya virusi vya ukimwi, na anasema kuwa anayemwambukiza ni mwanamume wake ambaye sikutana ndio wewe msimamo wao na mna mtoto kuwa anasema yuko Morogoro. kanaambia yote. Lakini kutokea kwamba yeye ni mshauri wa kapeni, anasema kwa Wewe pia ulimshauri aende kapeni, lakini akikwambia kwa nini ndio kapeni au tatu. Sasa nikikwambia mimi kitu kutokea kwanza akaambiwa kuwa na virusi vya ukimwi. Nikwambia sio akaambia rudi mwana akili, Narudi tena kucheki kukuta tena na virusi vya ukimwi. kwa mimi nimeshirikisha kila kitu hicho kitu na nitafuta kwa sababu mwanzo na sawa na mtoto na pesa na nafaa. Unanipigaga unaniua wewe na umeshanimaliza. Kinachoenda kutokea ni kwamba kuna kitu unanipiga mpaka nikazimia, mpaka kwa mjumbe tulienda. Nakataa nini wewe? Nikosea adabu kwanza watu nikosea adabu. majivu tumekaa majikoni. Kazi zangu ndio hizo za kuunga kesi hivyo, mke wangu kuja kunifanyia hasa hata matusi ya zawani kweli. Okay, sawa. Basi okay, kama inawezekana, nisikie. Kama inawezekana. Kwa hiyo mimi kitu ambacho au mimi niseme hivi, in short kilichotuleta hapa. Mkeo amenisaidia kama mnaambukiza virusi vya ukimwi. Kikubwa ni kuweka sawa, kwa sababu nakosa njia nyingine kukwambia. Inawezekana labda angekutumia hata silaha yoyote kwa ajili ya kukushambulia, kwa sababu alipopata kuonekana panic sana, nimetumia nguvu sana kutoka tu barabarani. Hapana, kwambia sister usipanic hivyo nini na nini, si unanielewa? Kwa hiyo kinachoenda kutokea hapa ni kwamba kama inawezekana tunaweza kuendelea kama nyumbani tukazungumza sawa. Mimi nilikuwa naomba Tondokeni. Kwani hapa ni mbali? Wewe funga mdomo. Funga mdomo. Funga mdomo. Tena mama funga mdomo. Mbaya sana mwanaume wewe. Ushaniua, ushanimaliza, umeridhika sasa. Nikusikiza nini wewe una ukimwi kwanza, ukimwi wako mkubwa kuliko wangu. Samahani wala mimi sikujua. Ila mimi ninachohisi hapa ni shemeji kapani, hiyo ndio kweli. Na kapani kwa sababu hicho ujue sio swala dogo unajua Kwa hiyo tuzungumze kidogo tu. Mimi tuulizane maswala mambo kidogo tu kadhaa, alafu tuone kama tunaweza tukaa. Mbona sehemu zote zimechangamka? Kuna sehemu kweli iliyotulia huko ambapo tunaweza tukasimama.
Kilichotuleta ni hicho, na samahani, Mungu tu nikuulize maswali kadhaa. Kwanza nashukuru kwa kunisikiliza mdogo wako na kunipokea dozo. Bro, wewe ni muelewa sana. Ulikuwa unahisi au uliona dalili gani kwa mwanamke wako mpaka ukahisi kama ana virusi vya ukimwi na ukamwambia enda akapima? Ngoja kwanza, wewe mwanzo wewe ulisemaje wewe? Ulimwaga upele ukajikuna. Unajikuna upele ukasema hicho wale je. Nisikilize basi. Uwezi mwanaume akaongea na mwanamke akaongea. Nisikilize nimjibu. Ndio alichoniuliza. Si unanielewa? Nisikilize nikwambie. Huyu hapa baada ya kutengana hivi hapa katikati. Huyu bwana kulikuwa kuna fundi mmoja anaitwa Juma, fundi mafriji. Si unanielewa? Bana yule fundi mafriji yule Juma alikuwa baada ya friji ndani kuharibika ile friji, nikampigia simu yule nani Juma aje atengeneze friji. Nisimame hapa sio tukapigana. Akawa yeye basi yule jamaa nilipomleta akawa ndio fundi wa pale kutengenezea sisi mafriji. Si unanielewa ninachokwambia? Nyumbani kwetu. Huyu hapa nikaona yule jamaa ana ukaribu na Juma. Huyu kilichonishinda mimi kwake huyu hapa aliniambiaje? Tufanye mapenzi kinyume cha maumbile mimi na yeye. Hicho kitu mimi kimefaje? Kimenishinda. Si unamuelewa mke wangu ninachokwambia? Si unanielewa? Mimi hicho kitu nini? Ilikuwaje? Alikuwa ananiambia tufanye mapenzi kinyume cha maumbile. Mimi nikale swali limenishinda. Si unanielewa? Baada ya kufikia hapo swali kunishinda mimi na huyu hapa. Kumleta ile Juma basi udhaifu ule akatumikia kumpata Juma. Si unanielewa? Mimi baada ya kuja kuchunguza nikaja nikajua huyu anatembea na Juma. Na baada ya kujua Juma nisikilize basi nikwambie. Juma na mwanamke wake anaitwa Belita. Huyo Belita biashara zake ni za kujiuza. Si unanielewa? Ndio mwanamke wake ambaye anatembea naye. Wewe mwanamke Belita ni mwasilika na Juma ni mwasilika. Baada ya kulijua leo kama mke wangu anatembea na Juma, mimi nikapunguza mapenzi kulala naye mke wangu. Kila mtu anapolala anageukia anapolala. Muulize aseme hapo ni uongo au ni kweli. Juma anatembea na yule Belita. Juma anatembea na Belita na paka leo unavyokuambia Belita ni mgonjwa wa Juma ni mgonjwa. Yaani kama umeungua peke yako. Mimi hapa nilipo nashukuru Mwenyezi Mungu. Kama umelijua hilo jambo basi wewe umesha. Sasa mbona hujaniambia? Nikwambie kipi kilichofaa upeke kwa Juma tatizo nini? Hivi unamuelewa huyu? Ngojeni bwana. Hivi unamuelewa? Wewe kutembea na Juma. Hebu nisikize unamuelewa huyu? Ulitembea na Juma kweli? Asitembee na Juma vipi? Muulize mwangalie. Juma ni nani? Juma ni fundi mafriji na mimi hata Juma saizi nikisema naweza kumpigia simu saizi Juma akaja. Aje hapa? Anakuja hapa. Sasa Juma hujafanya nini hapa? Anakuja fanya nini? Juma ni mtu wako. Juma ni nani yako? Kwa hiyo ukimwi kapata wapi sasa? Ukimwi kapata kwa Juma na Juma ukimwi kautoa kwa Belita kwa sababu Belita ni mfanya biashara za malaya. Mimi nakwambia mimi niko sahihi na niko mzima si ndio? Nimekutenga na wewe mwenyewe umekuja kunishtukia unaniambia ukimwi kupa mimi. Ukimwi kakupa Juma, Juma kachukua ukimwi kwa Belita. Kwa hiyo kuisha umeisha peke yako. Mimi niko sahihi na niko mzima si ndio? Nimekutenga na wewe mwenyewe umekuja kunishtukia unaniambia ukimwi kupa mimi. Ukimwi kakupa Juma, Juma kachukua ukimwi kwa Belita. Kwa hiyo kuisha umeisha peke yako. Mwanamke wangu nakupenda na kusamini kumbe unafanya ujinga. Ingawa kumbe leo umekuja kulijua sasa tulia hivyo hivyo kama unaleta kumbe umeolewa afu unamsaliti mwanamume. Hapana. Yule Juma mimi alilazimisha haikuwa tayari nani yangu. Hapana hajalazimisha mimi. Kwani ushakulala na Juma? Ushakulala na Juma? Mara moja. Sio mara moja mke wangu unaficha. Ninachokwambia hicho unachoficha. Mimi nitakupiga bwana. Na hiyo kinyume na maumbile inakuwaje? Hiyo kinyume cha maumbile hicho niambia mimi kushindwa akautumikia mimi ndio uzoefu wangu. Wewe ulijuaje? Na mimi kujua hilo tatizo Juma mimi alikuja akaniambia. Wewe na Juma ni marafiki? Mimi na Juma ni marafiki sana. Maana mambo yangu asili naongea mimi na wewe unajua kutoa hadharani. Sasa mimi Juma ndo kaniambia na maana kama Juma kaniambia mimi kuna watu watano wanne Juma kashinda kuambia. Kama Juma kaniambia mimi basi ujue kuna watu watano nyuma Juma kashaambia na maana yeye kashakutangaza mpaka sasa hivi mke wangu. Na maana tunapoishi mimi. Wewe Juma mwenyewe anasemaje? Wewe Juma yuko wapi kwanza? Juma yupo nikimpigia simu hapa. Mpigie Juma simu. Mpigie Juma. Atakuja kweli? Anakuja. Kwa Juma anajua kabisa kama wewe ni mkeo. Anajua sasa ni mke wangu na analia sikilo ngumu. Ngoja anakuja sasa hivi.
Ndugu yangu, naomba nikwambie kitu kimoja, usitoke kwanza. Hii story ambayo nimeiposti ni nzito na pia inaweza ikakuchanganya hata wewe akili. Sasa kitu kimoja tu ambacho nakuomba ndugu yangu, hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe. Hakikisha unaligusa hilo neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, ili mradi vipande vingine ambavyo nitakuwa na viposti wewe uwe wa kwanza kuvipata kabla ya watu wengine. Gusa hilo neno lililoandikwa subscribe hapo kwa chini, hapo jeupe. Hapo chini, jeupe hilo gusa. Ewa. Safi kabisa. Hapo umetisha. Tuendelee na story. Chanzo cha kumsaliti anajua yeye mwenyewe. Alianzaga yeye mwenyewe na mambo yake ya ajabu na kunipotezea. Unyumba mpaka nikaa ni muombe. Unyumba tena mnanyimana? Nilikuwa mpaka ni muombe unyumba. Alifanya yuko busy arudi nyumbani. Alivyo mke wangu unaweza ukaomba anilazimishe hivi unavyomuona mke wangu alivyojaa. Hivi unavyomuona mke wangu alivyoniona ni wa kumlazimisha au ukija atakao uguse. Yaani wewe usiache kitu. Ukiacha mali kama hii unaachaje? Alichoniambia hicho mimi ndio kilichonishinda. Ninachokuambia mimi. Angao unavyoanzalisha unaendelea kurudia ile jambo, si ndio? Sio nakudhalilisha mke wangu. Sasa kwa hiyo Juma wewe kelele kwenye ofisi yangu na maana unachonifanyia mimi sio sahihi. Punguza sauti, uone aibu. Wewe tena wewe usiniambie mimi punguza sauti. Okay sawa. Juma, kwani wewe ndio ulifanya naye mapenzi kinyume na mwambie? Au Juma kajuaje sasa? Na ilikuwaje kwaje? Yaani wewe alinipa pombe mimi akanifanyia vitu vya ajabu. Umeona anachokwambia? Naamka tu na maumivu. Umeona anachokwambia? Kuna shida ofisini kwangu ninapopiga kazi, kuna friji pale ilikuwa imeharibika. Mimi nikataka kumpigia Juma, nikachukua namba yake, simu yangu ilikuwa inasalio. Nipige simu ile, haikutokea jina Juma, kumetokea jina Mama Juma. Sasa namsave Mama Juma. Nilimsave Mama Juma sababu nilijichanganya kwa kusave namba. Kuna mdada mmoja tu Mama Juma na kuna mwingine hapa. Juma huyo hapa. Umsikilize. Mimi aniambie kwa sababu ni ndugu wangu, mimi ananifichia siri. Wako wote pamoja na Juma na huyo hapa. Oa ndugu yangu. Vipi kaka? Oa inakuaje? Safi. Shwari. Vipi basi? Inakuaje? Shemeji mama. Juma bwana. Vipi basi tena? Sorry. Sasa useme shemeji, sema mkeo. Unasemaje shemeji? Sema mkeo sasa hivi, kelele ndio wewe ndio unaletea kelele sasa hizi hapa. Umetafuta matatizo yako, kumekuja kumletea mke wangu mpaka tunapigiza kelele. Nadhani kama unatia naibu. Ashimaliza lakini baba. Tuyamalize haya uongee na watoto wangu. Napenda sana mke wangu. Sasa nika unalifahamu hilo. Lakini unachofanya sasa hivi. Huyu ndo Juma? Huyu ndo ni mpenzi wako? Okay bro, sorry, habari? Sawa. Naitwa Mansuri. Mimi bwana na motivate pia uaga ni mshauri kuhusu mahusiano na maisha kwa vijana katika jamii. Na hiyo mimi ndo kazi yangu siku zote. Aliweza kunitafuta shemeji, akaniambia kuwa kuna 1 2 3 imetokea kwa mwanaume wake. Mwanaume wake ni malaya, sijui anaangalia mpira, anachelewa kurudi nyumbani, anafanya mapenzi na watu wengine mpaka kampa magonjwa. Na tumeenda kupima kweli, tumekuta kweli ni muathirika. Sasa kwa sababu alipanic, nimemwambia kama vipi aje kuzungumzia nyumbani, lakini ikashindikana. Kwa hiyo kilichoenda kutokea ni kwamba ikabidi tumfuate brother huko, inadi tutafute sehemu nzuri tuongee, lakini sister alishindwa kujizuia, akalianzisha huko. Kwa hiyo kinachoenda kutokea hapa ni kwamba akakuta na maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini brother yuko salama. Lakini ukweli wa mambo unasemekana kwa virusi vya ukimwi umempa wewe Juma. Wewe na yule dereva wa pikipiki nyendo usijeni jambo moja. Wewe Juma mke wangu na yule dereva wa pikipiki. Yule anajua kama wana date hapa. Wanajua sana yule dogo. Ananikwepa yule. Ni ndugu wangu yule pale. Ananibeba sana kwenda kazini. Lakini sasa hivi ananikwepa. Frankie. Hebu njoo mdogo wangu. Wewe unajua mambo yote. Ukweli. Ili jambo sisi tulisha. Sio nikudhalilisha, unachofanyia mimi sio sahihi. Ndugu zangu wanakuta mbona tunapigana kwa jambo kama hili. Mke wangu wewe unachofanyia mimi ni sahihi, kama unachofanyia hicho sikuntia aibu. Makosa ambayo tumefanyana na mimi kama mimi ninachoweza kusema ni kwamba nimeingizwa kwenye vishawishi. Unachofanyia mimi sio sahihi. Brother, tulishamaliza. Nimekurushia paka kazi, nimekurushia kazi kibao, nikakuona ni mwaminifu na unafanya kazi ambazo ziko sahihi. Kwa hivyo baki sasa nikasema kuona
mtani kwangu kuna shida hii ya friji na wewe kazi yako unaiweza. Nikaona nikuchukue ndugu yangu. Na mimi Wewe ndio sikuwa unanifanyia naubana kazi wewe, nyumbani. brother. Kumbe nimeenda kupa nyumba basi nimeenda kupa na mke wangu. Brother, si nilikuonyesha lakini kila kitu. Ugonjwa umebaki wenyewe. Si nilikuonyesha kila kitu. Juma, ilikuwaje sasa mpaka ukatembea na shemeji yako? Mimi nilishamwambia brother kila kitu. Oh brother, okay. Wewe alikwambiaje? Mimi bana wewe alikuja akaniambiaje? Bana mimi mke wako ananihitaji vile hivi kutokana wewe umeshindwa kukudate naye nje ya maumbile. Nikamwambia ndio nilikwambia hivi. Basi baada ya kuniambia hivi. Na muda huo ni kweli mke wako yashaye kuambia kama anakutaka wewe ufanye naye kinyume na maumbile. Wewe ukafanya mimi siwezi, mimi ni mtu wa dini. Ni jambo hilo limenishinda. Kwa hiyo mke wangu mimi huyu akachukua udhaifu huo kwenda kufuata Juma. Kwa hiyo ulivyoenda kwa Juma ulikuwa unataka kufanya mapenzi kinyume na maumbile? Aongee. Mlifanikiwa? Eti mlifanikiwa? Juma unacheka kile umeniua mwezio. Brother, wakati shemeji anang'ang'ania, mimi nilimwambia kwamba mimi afya yangu sio salama. Kwa hiyo akaona kama vile ni natengeneza njia mimi kufanya nini? Kutaka kulifanikisha jambo lake. Kwa hiyo mpaka hata siku tunafanya hivyo. Unaniambia kuna cheka kweli Juma? Hata siku tunafanya hivyo ilikuwa ni sio kitu ambacho mimi nilikipanga. Nilipigiwa simu kama naenda kufanya. Anasema ulimnywesha vinywaji sio akalea. Umeona hii? Hichi mimi ndio kinywaji changu. Hichi kinalewesha? Hapana. Hichi ina maana mke wangu mimi ndo kamtaka. Kwa hiyo mimi nilipigiwa simu kama nitengeneza fridge mara ya kwanza kwa brother. Mara ya pili akanipigia shemeji, kuna TV ya chumbani imefanya nini? Imeharibika. Na baada ya kutengeneza fridge ndio palikuwa pana hivyo vishawishi na nini. Lakini baadaye siku hiyo mkakutana. Siku ya kwenda kutengeneza TV haikuwa na hiyo mada pia kwamba tutaenda kufanya vitendo hivyo wala nini. Wala sikuwa na hiyo akili kwenye kichwa changu. Kwa mimi nimeenda kama kazini, nimefika pale chumbani, nimeanza kufanya kazi, shemeji akaja mfungani wangu. Kumbe ulimuita alikuwa amevaa kanga. Basi kiwanaume si unajua bro. Kwa chumbani kwangu mimi ndo mlipoanza mahusiano. Mke wangu akili unazo bado? Una akili? Asa mwana kulitafuta mwana kulipata. Kwa mimi hapa naomba niondoke hapa kwa sababu sio salama kwangu. Okay, sawa unaondoka. Kwa hiyo nyie mpaka sasa hivi mna date? Wana mahusiano? Hapana, mahusiano tu. Mahusiano wanao. Wana mahusiano wanao. Hatuna mahusiano. Ndio maana mimi nikikaa mke wangu ukipigania sio kwambia rafiki yako sio Juma, mimi nampenda, anafanya kazi sahihi. Mimi nikaja nikajua tu. Si unanielewa kaka? Nikaja nikajua anachokifanya sio sahihi. Ila mwana kulitafuta mwana kulipata. Kwa hiyo kaona alichokifanya mimi kimenishinda. Sasa naweza nikafanya Juma. Sasa brother anataka akupe mwanamke. Mimi nataka nimwachie mke wangu amchukue. Hiyo swala mimi na brother tulishalimaliza. Hapana. Mlimaliza kwa njia ipi? Hatukumaliza swala hilo. Huyo ana familia. Ni familia na mtoto mmoja mdogo. Sawa, kweli tuna mtoto mmoja akiume. Sasa huyu sasa okay basi mimi ngoja nikombe wewe ushauri. Huyu brother hajaathirika. Sister ameathirika. Toa ushauri hapa. Siwezi kushauri hapa. Huyu abaki nyumbani au afanyaje? Mimi namwachia wewe. Sasa mimi naondoka naye. Hapa mimi nikiondoka hapa mimi ndio shamalizana. Mimi nashukuru tu kwa ushirikiano wako. Hapa nikiondoka na mimi ndio nadhani hiyo brother hiyo inaweza. Ina maana mimi namwachia Juma. Kama Juma ataondoka naye utabaki nao wao ambao umeleta kwaje nyumbani kwangu. Mimi nifuate shule kwangu na kunitia aibu umekaa kule. Isha izalani mke wangu. Shem, kwa hiyo nasema hiyo ya kwenu sasa nimekuwa kubwa mimi mwenyewe mpaka nashinda kulitatua kueleka sana. Unaenda wapi sasa? Si bado hatujaongea? Au ndio tumelimaliza? Uende na Juma. Blaza. Si unanielewa? Mimi kama hapa naondoka mimi. Unanichanganya sasa basi naomba tuongeeni basi. Juma. Wewe mimi nimekuachia mke wangu. Sadiki mumeo ndio yule pale. Akuwe yeye uje kuniona mimi.
Hapana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi sitaki bro. Mtoto atalala nani? Mtoto nitaenda kumpeleka mimi kwa mama yangu mimi ambaye bibi yake atabaki. Wewe baki na Juma na yule mtoto Frank bodaboda ambaye mnakaa wote kwa pamoja mnafanya ujinga wenu. Mimi na Kwani hadi Frank naye amefanya naye? Frank yule kamuua kwa yule mtoto afikiri naye mzima anaendesha pikipiki yule. Wewe umekutana hadi na yule dogo? Kamuua mtoto, si mtoto sasa analeta dharau mtoto. Umempa hadi yule? Kamuua kampa hadi viusi wewe. Ndio ninachokwambia hapa mimi nikiondoka nikimwacha hapa ninamwachia hapa biashara mimi na ile imeisha. Kwa hiyo wewe ndio utajopa kwenda kusikia. Okay brother. Okay. Namwacha tu mtu wangu wewe inauma. Kikubwa unajua nini bro? Yes. Sogea mama. Sogea. Sogea. Akupige nani bwana? Akikwisha kupiga Juma. Mimi siwezi nikakaa nikakupiga. Sogea nikakupiga. Atakupiga Juma. Unajua nini bro? Yes. Wakati mnatumia uamuzi wa kuishi pamoja, yes, mliwashirikisha baadhi ya watu ambao ni watu wazima. Mlifanya process zote za washenga nini na nini. Ndoa unajua? Na pete ndio hiyo. Na pete ndio hapa mkono nimefunga naye ndoa, si unanielewa? Nimefunga naye ndoa. Na pete sijui hata kama anayo. Okay, anayo. Lakini mke wangu anachokifanya sasa hii. Haya, unajua wakubwa wameingilia kati. Wakubwa waliingilia kati mpaka nyewe mkaanza kuishi pamoja, si ndio? Kwa mimi kitu pekee hapa ambacho nataka kuwashauri kwa haraka, msilimalize tu hivi katika hali hii ambayo nyinyi mmechukulia. Cha msingi hapa inabidi mama au yani familia yako, familia yake uikae pamoja, mulizungumze. Tuliweke chini. Hapana, mimi siwezi kuzungumzia swala na huyu. Okay. Sasa wewe unafikiri bro, ukimwacha huyu au ukiulizwa umemwachia nani unajibu? Mimi nasema nimemwachia Juma. Lakini kama ulimchukua kwao kwa kutoa taarifa, inabidi pia ukatoe taarifa kwa umechoka unamrudisha. Siwezi kwenda kutoa taarifa kama hivi. Kasema sasa nianzishe kishantia hivi. Nataka kutoa taarifa. Je, wewe kaka ingekuwa ungeweza kwenda kutoa taarifa kwa vitu wanavyofanya kama sio sahihi? Anakaa mimi ananitia hivi. Lakini brother, mimi kitu kimoja tu. Nimefunga ndoa. Kitu kimoja bro ambacho nataka nikushauri kwa haraka. Fanya vyote juu chini. Yes. Make sure naenda kulizungumza na familia. Hapana. Ili hapana, mimi siwezi. Vile jambo unaliona ni dogo sana. Trust me brother. Nisikilize tena kusaidia. Sawa, nisikilize basi nikwambie kitu kimoja. Angalau angekuwa amechiti na yule mwanamke na amechiti na yule mwanaume ajambulia hata magonjwa. Ambulia magonjwa. Anaunganisha Belita, Juma, mtoto Frank, yule dereva bodaboda dereva wangu mimi au amenidharau kwa sababu ya kazi yangu ya kuchomelea. Sawa. Kwa tunafanyaje sasa? Kama kalizia kwa Juma, mimi nakuachia wewe aende zake naye kwa Juma. Bro, mimi sina cha kufanya tena hapo. Nenda kufanya mambo yangu. Basi sawa. Mimi ndio basi. Yaani sasa leo ataenda kulala wapi? Huyu ataenda kulala kwa Juma. Kama Juma Juma hawezi kumpokea, Juma hawezi kumpokea. Asimpokee vipi? Anampokea ni mkeo babu. Asimpokee mimi simtaki tena kwangu. Njoo. Sasa usiombe hata samani. Sasa umekaa kwa usiombe samani. Mbona kama umheshimu mwanaume wako? Mbona umheshimu mwanaume wako? Njoo muombe hata samani aishe. Sema maneno yake alikuja kuongea mtani, mwanaume mwenyewe kwanza chomelea, mwenyewe laana, kwa hiyo ananidharau. Akati hiyo ndo kazi alozika mimi kufunga naye ndo napaka leo tumezaa mtoto. Mimi ndo maana nilimchukua mtoto wangu mimi Sadiki nikampeleka Morogoro kwa bibi yake kwa sababu ushenzi wake. Sio anafundisha mwanangu uchafu. Ujinga. Asadi mtoto fulani anakuja nyumbani. Kwa hiyo unavyohisi kisa cha yeye kufanya mambo ya kipuuzi ni kwa sababu ulikataa tu. Ni hicho kitu nilichokataa na yeye. Ila lakini kwenye tendo mnaridhishana. Okay, mimi nampenda sana mke wangu. Kwanza unamwonaje mke wangu? Naumia sana japo nikimwacha mke wangu. Wewe unamwonaje mke wangu? Njoo basi tuongee. Akupige. Njoo. Sikiliza nikwambie. Huyu ukimuita ujue unaondoka naye. Mimi simhitaji tena. Mimi nishafunga naye sababu. Kama mimi hapa nisikilize, kama mimi nilikutoa kwenu Mbeya, nikakuleta hapa mjini. Na ukalizia maisha yangu mimi, tukafunga ndoa na tukazaa mtoto. Sasa hizi umeniona mimi sio mwanaume, mumeona Juma ni mwanaume. Asiacha nini kafe. Wewe sasa hizi ushaasilika, mtafute mwasilika mwenzio muendelee kuishi na mwanaume wako Juma. Lakini unajua kwa watu wanaishi mtu hapana. Ni kabisa ujinga anaona ni uchekelee. Unaweza kuchekelea ujinga huo bro? Hapana. Sasa mimi namwachia yeye na Juma wake akaendelea kufanya maisha yao. Mimi basi nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba nilipostuka maisha yameendelea. Wewe kwa hiyo sasa basi wewe tulia ubaki hapo. Ushasoma? Mwana kulitafuta, mwana kulipata. Wasigale Mungu. Wafule Mungu. Kwa hiyo ndio hicho kitaka wanokufa watu wanabaki watu kwa umejitolea wewe kufa. Basi muache afanye maisha yake. Mimi nafikiri bro ushanielewa.
Mimi ngoja niende zangu nikaendelee kwa kazi zangu nyingine. Au kuna jambo la ziada? Mimi nataka nini niwaache? Kama kuna la ziada basi nitakuja tutazungumza. Utakuja ofisini tuzungumze. Yeah. Basi mimi nakuachia mwanamke. Huyu anarudi alipotoka. Mimi Hawezi kurudi kwangu, hawezi kurudi mimi wewe. Mimi naenda nyumbani. Nisikize nikwambie, mimi sitaki uende sehemu yote. Kwa sababu kwanza umenilazimisha, kwanza umeona sasa misha zangu za zereki. Si ndio kwa Mungu patatu. Niko hivyo unalipataje? Hapana. Mimi nitaenda kwenda kazi alika pa mjini. Pate Juma ondoka naye bro. Mwambie akuelekeze kwa Juma, peleke Juma na kwao. Juma, nisikilize Juma na kwao. Wewe kama ulikuwa unamwona Juma maana unamleta kwa chumba changu mimi una naye Juma, basi nenda kwa Juma. Abaisha kwa je? Kamchukue. Unachanganya eti Juma, unamchukua Juma unachukua dereva wangu. kwa wale wote pale wawili wameasilika. Hadi kile kitoto kinachobeba kwa pikipiki ile kilichobeba Juma. Kisi anakibebaga anambebaga huyu hapa. Hadi yule umempa? Hadi yule kampa malazi. Sasa nani unataka kumuua? Subiri kwanza. Ni kweli ulimpa yule dogo? Yule dogo umempa kweli? Juma wewe unachokupa wewe ni nini? Kwa hiyo unafagilia matozi. Si ndivyo? Unafagilia matozi. Si ndio hicho ninachokwambia? Unafagilia wanaume mashaobalo. Oya bro, sio mwanamke. Watu wengine tumejichanganya. Mimi nakwambia, vitu vingine sisi tumejichanganya. Si unanielewa? Mimi hapa nimejichanganya sana. Basi okay basi, ndio tuzungumze kitu. Ndio hicho mimi ninachokwambia. Wewe baki bana kama mambo yako. Nisikize wewe baki endelea kufanya mambo yako. Wewe ndo unajifanya mselanya na wewe mtoto huyo. Sasa nyewe subirini siku yenu. Sasa wewe ushaniumizia mke wangu, basi wewe Juma yule kamfuate mumeo. Mimi sitaki tena biashara za miausho kama. Kwanza kutia na aibu hadharani mambo kama hayo. Wewe una pressure. Wewe ulivyo mimi kunichiti mimi. Yule mtoto anachokupa. Yule mtoto anachokupa yeye ni yule mtoto kwa sababu unaona shabalo, si ndivyo? Mimi kwa sababu kazi zangu naona hivi mchafu ndio maana namna gani? Hapana, sikiliza mke wangu. Mimi mke wangu nisikilize basi nikwambie. Mimi nafahamu sana mke wangu. Katika kitu ambacho nakupa thamani katika moyo wangu wewe nakufahamu. Nakupenda sana mke wangu. Lakini unachonikosea mimi leo eti kwenda kuchiti na Juma. Unamchukua na yule mtoto Frank unaenda kuchiti naye. Wote madereva wao unataka kutembea nao, si ndivyo? Bro. Basi naomba nizungumzie kitu na baba. Nishamaliza. Mimi na wewe tunaachania hapa. Njoo tuzungumze. Mimi ndio tunaachania hapa. Mimi sitaki tena mazungumzo kama mwanamke yule au mtoto wangu. Mimi nataka nikaende zangu na shughuli zangu. Nasikia bro, sawa. Lakini leo tena nakuachia nani? Wewe rudi huko. Unamuelewa? Mimi mwenyewe simuelewi. Sema brother, unajua nini? Pakula una wapi? Yes. Tukienda mbele rudi nyuma. Kweli? Amezingua. Huko kwa Juma. Kulala wewe si kwanza kama shambalo. Kwangu mimi usienda. Okay, brother. Chaka hapa kimoja ambacho mimi nataka nikwambie cha haraka. Fanya hivi. Wewe ni leo hizi hasira wewe zikate. Ila make sure unaenda naye nyumbani, mnaenda kuzungumza kwa wazazi. Sasa brother, subiri. Unajua nini? Hata ukikausha leo, kesho kutwa lazima utaitwa na familia. Yaani lazima uitwe. Sasa ukiitwa nafikiri inakuaje? Pata wala hapo Juma. Wewe unataka mashaobalo. Tena naomba unikombe wewe bro. Sitaki zala unaomba lao. Lakini umesikia brother? Cha mwisho hapo cha kukushauri ni kwamba make sure unakutana na wazazi. Kwa sababu huyu leo ikitokea hata amedondoka kwa amegongwa gari amekufa, wewe ndio mtu wa kwanza kujibu. Unajua nini? Hiyo nyakati yako hiyo, serikali haitoelewa endapo huyu maisha yake yakikatika sasa hivi. Nani? Sasa huyo naye atakupeleka kwenu Mbeya zamu yake kama tena mimi nataka nikurudishe kwenu Mbeya. Oya bro, nafikiri ushaelewa. Mimi sina tena mjadala naye. Mimi nakuja na kuaga hapa biashara zake afanye mambo yake mwenyewe. Sikiliza, si unanielewa? Uongee na nani oya? Bro, mimi nimekuachia. Mimi mwanangu hilo la kwenu ni zito, yani kiasi kama mpaka najaribu kulitatua. Sasa wewe mwenyewe unaomba msamaha, wewe umeshinda kuonyesha kama unavyoomba msamaha. Huyu muombe yeye aende zake kwa Juma. Si unanielewa? Mimi bro, mimi naondoka baba. Mimi sitaki biashara kama hizi. Kwa kama mimi mwenyewe hata sijui hapa naenda kufanya nini. boda boda. Yeah, boda boda.
naye, unalima kazi naye. Wewe unataka yeye anataka kuwajaza, si ndivyo? Jamani, kuna mtu mwingine katembea na shemeji yake hapa. Huyo mwache abaki hivyo hivyo. Kuna mtu mwingine katembea na shemeji yake. Umenichoka, unataka mashauri, umeniona mimi kwa sababu mimi mchafu. Wewe subiri, kuna mtu mwingine hapa, kuna mtu mwingine unatembea naye. Kuna mtu mwingine unatembea naye. Wangu tukafunga ndoa tukazaa mtoto. Sasa hivi unachofanyia ujinga sana, unakuja kumtia vitu kama hivi. Mimi siwezi kufanya vitu kama hivi. Alafu wewe nisikilize nikwambie ninachokwambia wewe. Brother mwache bwana. Usimtetee bro, ingekuwa wewe ungelizika. Na vitu unavyofanya ingekuwa unaweza. Tukimpiga hapa ndo tutajizalilisha. Sio. Wewe naomba usimshike. Samahani sana, mtafute Juma. Ama uhusiano wenu mazuri. Mimi sihitaji jambo kama hilo bro. Okay, brother umesikia? Maliza. Okay, mimi mwenyewe. Okay, sawa. Basi nisubirie sehemu. Mimi sio mumeo. Nisubirie sehemu. Mume wako Juma. Mimi sio mumeo, mume wako Juma. Mimi sihitaji chochote. Mimi sio mumeo. Hadi dereva pikipiki ninakutumia naye amekuwa ni mwanaume wako, sasa hivi unamtumia. Kweli? Sasa boda boda kama wengine watakupa nini, unatumia fujo tu, unaona kama hivi. Ushakutana kuna mtu mwingine hapo ushakuja ofisini kwangu bali kuendelea kufanya yangu kazi. Mimi siwezi kufanya mambo kama hayo bro. Nafikiri si unanielewa. Ni mwanamke wangu tumefunga ndoa kanisani. Si unanielewa? Baada ya kuja kushtukia nafanya ujinga, mimi nikamchukua mtoto wangu mimi ambaye tumezaa naye Sabiti, si ndivyo? Si unanielewa? Nikamchukua mwanangu mimi nikampeleka Morogoro kwa sababu ya ujinga wake, nimempeleka kwa mama yangu mimi ambaye ndo bibi yake. Huyu nimemwacha. Familia matozi wa mimi sio sharobalo. Mimi nisikilize, mimi sihitaji chochote, nafikiri kwako mimi nishamaliza. Bro, si unanielewa? Mimi mwenyewe kusema kweli brother, mimi ni mshauri mzuri, lakini kusema kweli hili ni kubwa. Na siwezi kuwashauri kwa upana. Na hili ni zito. Ila ushauri pekee ambao mimi nawapa, familia inabidi ziwepo zote mbili. Hilo jambo liwekeni mezani. Kwamba tulijadili. Nisikilize brother. Familia yako itaamua hivi, familia yake itaamua hivi. Familia yako itakutetea kwenye haki. Kitu kama hicho mimi siwezi. Hapana, mimi nishakataa bro, si unanielewa? Nishakataa. Sasa nitaishi na mtu mgonjwa. Sasa mimi yani hizo siku kadhaa tu, mpange kama ni kesho au kesho kutwa. Nyumbani ni Mbeya umesema. Nyumbani ni Mbeya. Hauna nauli, mimi nikuchangie basi. Hapana. Mimi hapo sihitaji tena. Kama mimi naweza nauli nataka kumpa mimi, labda nikampandishe gari kwa mguu wangu aende kwa huyo Juma anomtakaye, kama namuona samani basi amtoe Mbeya. Nilimtoa kwa hakuja hivi huyo. Si unanielewa? Alikuja miguu yote ya kushoto, alikuwa anafunza huyo. Alikuwa anafunza miguu yote ya kushoto. Sasa hivi kashakuwa mwanamke shepu dela, ashikilie hivyo simu kubwa, mwanamke wangu mixer matatu. Anaona mimi chizi kwa sababu sasa hizi navaa suruali hizi chafu. Si unanielewa? Mashabara watoto weupe. Mimi si mweusi bro. Kwa hiyo kaona siwezi mimi kaamua kwenda kufanya mtu kunifanyia kama matusi kunzalisha. Unanzalisha mbele ya watu unachofanya mimi sio sahihi. Bro, nafikiri si unanielewa. Mimi siwezi tena kufanya ujinga kama huo. Yaani unachokwambia mimi simhitaji tena. Mimi nafikiri na ushamaliza. Okay, sawa. Mimi nisikilize, mimi sihitaji msamaha. Unachokwambia mimi sihitaji msamaha. Naomba kila mtu acheze pati zake, bro. Mimi simhitaji tena mwanamke. Sawa. Mimi simhitaji mwanamke. Kama una jingine la kuniongelesha mimi sawa. Mimi sina, nashamaliza. Mimi naongea naye. Mimi nataka niendelee kafanya zangu kazi. Si unaniona mwenyewe kula kwa jasho pale? hapa natagemea namba pesa Watoto oya bro. Peleke mimi kula kwa jasho bro. Mimi nataka kufanya zangu kazi. Sawa, njoo basi, njoo tuongee. Njoo basi bosi wangu. Bosi. Watu wanafanya kazi sehemu moja wanaenda kumvulia nguo. Mbona yeye mwenyewe ananichitiki jamani? Si bahati mbaya imetokea tu, ndio hivyo, imeonekana ni ajali. Hasa mambo ya siri kama hayo eti unamwambia kabisa, unamwambia Juma kabisa kwa eti wewe si mwanaume wako nini na nini. Au kinyume na maumbile, sasa namna gani? Sasa hicho si ndio kitu ambacho mimi napenda. Kitu ambacho mimi napenda kufanyiwa. Sasa kila sasa hata kama unapenda kufanyiwa. Maana angekubali ingekuwa ni siri ya ndani. Kwa hiyo unavyoona kabisa huwezi kupona katika hiyo hali. Yaani mtu akinifanyia kwa mbele sikiza. Haya, basi sawa. Haya. Sasa bwana nacheka, sicheki. Hiyo ndio hivyo, hadi nashangaa tatizo lilotokea. Anyway, kikubwa ambacho mimi nataka nikushauri cha mwisho hapa. Make sure unawasiliana na wazazi wako. Wasiliana na wazazi wake.
Sema sasa itabidi niende kwa dada yangu. Dada yangu anakaa kule Ubungo wa Hostel. Itabidi nimpigie simu nikalale huko kwa ile ataniua. Mabibo. Itabidi msaidie bana nauli. By the way, sisi tunaelekea huko. Tutakuacha pale Ubungo afu tutakuongezea nini. Kamwage sasa, au unaondoka hivi? Inabidi simwage. Ah